Kiuhalisia ndio kundi muhimu kuliko makundi yote ambalo ni waandishi wa habari, kwa sababu lengo letu lilikuwa ni hilo, kuja kupata chakula cha mchana. Tuna Idi inakuja, Idi na yenyewe tutafanya kama hivi tulivyofanya Idi inayokuja hii. Tunatoa shukrani kwa Shehe wa mkoa wa Katavi, ndugu yangu Mashaka Kakurukuru, kwa kutuona sisi tusiostahili kwa tunastahili kuweza kushiriki na uongozi mzima wa BAKWATA katika tukio hili la leo. Sisi kama waandishi wa habari wa mkoa wa Katavi tunaahidi tutaendelea kutoa ushirikiano wa hali na mali kwa uongozi wa BAKWATA na taasisi zote za kidini kuhakikisha mkoa wetu tunaendelea kutangaza masuala ya amani, ili mkoa wetu uendelee kuwa na amani na utulivu, ili watu wafanye shughuli zao wakiwa na usalama zaidi. Vile vile tutaendelea kuwa wajumbe wazuri, hususani masuala ya maadili. Hilo kwa kweli tutalizingatia sana. Kila mtapokuwa mnatoa maelekezo kwenye mahubiri yenu, sisi tutakuwa tunafanyizia kazi na masuala vile vile ya amani. Vile vile napenda kuwashukuru waandishi wa habari, kwa sababu kitendo cha kuitwa ni kitu kingine na kufika ni kitu kingine. Na washukuruni sana kwa uitikio wenu ambao mmeuonyesha huu. Inaonyesha shehe waandishi wa habari wa mkoa wa Katavi wapo na nyinyi. Kwa hiyo muda wote mtapokuwa na kitu chochote ambacho mnahitaji waandishi wa habari, msisite, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe usiku, au waandishi wa habari muda wote wako kazini. Naomba muendelee kuwatumia vizuri, ni watu wazuri na ni wafanyakazi wazuri. Kwanza niseme kwa nini tumekutana na nyinyi hapa. Tumekutana na nyinyi hapa kwa kuwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linajua umuhimu wenu kama waandishi wa habari wenye taaluma ya habari. Umuhimu wenu ni mkubwa kwa sababu sekta yenu imeelezwa katika vitabu vya Mungu vyote. Wale wanaosoma Biblia, kuna wale Mafarisayo na waandishi. Wale tunaosoma Qur'ani tunafahamu kisa cha Nabii Suleiman na yule ndege anayeitwa Hudhud. Hudhud ni ndege aliyekuwa anatumika na Nabii Suleimani kuchukua habari kutoka mahala kumletea. Ndo wale wa siku hizi wakaimba, ewe njiwa peleka salamu. Asili yake ilikuwa ni hiyo, kwamba yule Hudhud alichukua taarifa kutoka Yemen kumletea Nabii Suleiman akiwa Palestina. Mwaka huu wa 2025 BAKWATA imetimiza umri wa miaka 57. Ingelikuwa ni sherehe zingine tungesimama tukaanza kuimba happy birthday, lakini wakina Mzee Lumbwe naona wanaweza wakashindwa kusimama. Kwa hiyo inshallah baada ya hayo mimi nikushukuruni sana kwa kuitikia wito wa kuja kupata chakula cha mchana, na hatuna la ziada kwa sababu lengo letu lilikuwa ni hilo, kuja kupata chakula cha mchana na kisha kutawanyika. Lakini kama wanadamu, hata katika maisha ya kawaida, mkishapata chakula mnaweza mkasalimiana, mkajuana kama hivi tulivyojuana. Na huwa ninawasifu sana kwenye hiki kipengele cha utambulisho, na huwa nawasifu sana, sio kama sisi yani huwa mnajitambulisha kama vile mnavyoripoti kule, short and clear, fulani bin fulani chombo fulani, imekwisha hiyo. Na baraza linaendelea kushirikiana na kila aina ya watu, na kwa ushirikiano huo na mimi huku niliyepewa kipande hiki cha mkoa wa Katavi, nikasema mimi katika utaratibu wangu nitashirikiana pia na kundi ambalo jamii inaliona kuwa si kundi muhimu sana, lakini kiuhalisia ndio kundi muhimu kuliko makundi yote, ambalo ni waandishi wa habari. Kwa hiyo nimetengeneza utaratibu huu, na ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mwaka tuwe tunakutana kama hivi, au kila baada ya tukio fulani tuwe tunakutana kama hivi. Tuna Idi inakuja, Idi na yenyewe
tutafanya kama hivi tulivyofanya Idi inayokuja hii, na pia tutakuwa tunafanya hivi kila mara inshallah.